bunge wenu uongo ya kwamba tunaweka pesa uongo shilingi bilioni 5 ya uongo barabara zile ndogo sana. uongo Kati ya hiyo barabara ambayo tunajenga, uongo unaona hii barabara yenu, uongo hii barabara ya kutoka. Karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Hakuna kiongozi ambaye amewahi kupitia wakati mgumu katika uongozi wake kama William Samoei Ruto. Mahali imefikia sasa hivi hata William Samoei Ruto mwenyewe anajua wananchi wamechoshwa na utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Idadi kubwa ya wananchi, asilimia kubwa ya wananchi hawamtaki kumchagua William Samoei Ruto kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkubwa wa urais wa mwaka wa 2027. Na ni kwa nini watazamaji wangu inafanyika hivi? Wananchi wanamchukia William Samoei Ruto ambaye walimpenda na kumpigia kura pale mwaka wa 2022. Ni kwa sababu ya yale mambo ambayo yameanza kutendeka ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. William Samoei Ruto sio mbaya. Pale mwaka wa 2022 alipendwa sana na wananchi na akapata support, akapewa kura kwa wingi na akakishinda kiti cha urais. Lakini sasa yale mambo ambayo yanafanyika sasa hivi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza ndio yanamfanya yeye aonekane kiongozi mbaya, kwa sababu amesahau kuwatetea wananchi kutokana na uongozi mbaya na dhuluma, mateso ambayo wanaipitia chini ya utawala wake. Ndio unaona William Samoei Ruto amekuwa akikataliwa, akizuru maeneo tofauti hapa nchini Kenya, anazomewa, anafukuzwa, anakuwa heckled. Inakuwa ni aibu kwa Rais William Samoei Ruto kufanya mikutano zake, na saa zingine hata sasa hivi watazamaji wangu, kuna maeneo ambayo hapa nchini Kenya William Samoei Ruto hana mazoea ya kwenda kwenye ziara zake kule, ziwe ni za maendeleo ama za kisiasa, kwa sababu anajua ground wananchi wamemkataa. Anajua kabisa ili eneo mimi sina matumaini ya kupata kura zozote. Lakini hili William Samoei Ruto anaweza kulirekebisha. Anaweza kurudisha imani yake kwa wananchi kabla ya mwaka wa 2027. Lakini atairudisha vipi kama kila uchao maisha yanazidi kuwa magumu kwa mwananchi? Itakuwa ni vigumu. Ni mpaka asikilize ground na awafanyie wananchi mambo ambayo yatawafurahisha, mambo ambayo yatawafanya waweze kumchagua tena kwa muhula wa pili. Katika ziara zake za maendeleo ambazo amekuwa akifanya hapa nchini Kenya, Samoei Ruto amekuwa akirudia zile agenda za kawaida: affordable housing, TVET, mambo ya shule. Hayo ni mambo ya kawaida ambayo wananchi wamekuja kuyazoea. Kujengea mama mboga soko. Hana agenda mpya ambazo anazileta kwa wananchi, na zile agenda ambazo anaendelea kuwaelezea wananchi bado inakuwa ni vigumu kuzitimiza. Watazamaji, nimewaelezea kwamba William Samoei Ruto kama anataka arudishe imani yake kwa wananchi na waweze kumkubali na kumpigia kura kwenye mwaka wa 2027, ni lazima aanze sasa hivi. Aanze kufanya kile ambacho kinahitajika. Aanze kuwafanyia wananchi kazi. Ateremshe gharama ya maisha. Punguze visa vya ufisadi hapa nchini Kenya. Akomeshe mauaji, akomeshe abductions. Wananchi waache kunyanyaswa na maofisa wa polisi wakati wanaandamana, waache kuuawa, waache kupigwa, waache kutupiwa tear gas, kwa sababu ni maandamano ambayo ni ya amani. William Samoei Ruto atafutie vijana kazi, hasa vijana wa Gen Z, kwa sababu ndio watakuwa wapigaji kura wengi kwenye ule uchaguzi wa urais ujao wa mwaka wa 2027. Na endapo hatofanya jambo sasa hivi, watazamaji wangu, mambo yataendelea kushuhudiwa kama vile ambavyo unaona imefikia mahali mpaka anarushiwa kiatu akizungumza na wananchi. Hatujui next ni nini ambacho atarushiwa. Huo tu ulikuwa ni mwanzo. Ile ni ngome ya Raila Amolo Odinga ambaye alidhani ya kwamba atapokelewa vizuri. Lakini kinyume na matarajio yake, watazamaji wangu, tulishuhudia vile ambavyo alikataliwa. Wananchi wakamwambia ni uongo kwa yale mambo ambayo alikuwa anawaambia. Wananchi wakakataa kumsikiza, wengine wakakataa kuhudhuria mikutano zake, wakaendelea na shughuli zao za kawaida. Na unajua ni kwa nini, watazamaji wangu? Wananchi hawaoni jambo lolote ambalo linaweza kuwashinikiza washinde wakiandamana na William Samoei Ruto. Eri waendeleze biashara zao, waendelee kujitafutia riziki ambayo itawapatia kipato, kuliko kwenda kwenye mikutano ambazo wanajua ni yale mambo ya kawaida, mambo ya kupanga, mambo ya kutenga.
Na ndio unaona sasa hivi watazamaji wangu, hii wiki William Samoei Ruto yuko kule kwenye eneo la Narok na pia kule Kajiado kuendelea na ziara zake za maendeleo. Hili ni eneo ambalo analingangania sasa hivi akiwa na Rigathi Gachagua, waone ni nani ambaye atapata kura zaidi kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Lakini yule ambaye anaonekana kuwa na lengo la kuwasaidia wananchi zaidi ndio atapata support. Sio yule ambaye anawapromise, sio yule ambaye anawaambia tumepanga, sio yule ambaye anawaambia serikali yangu itafanya, bali ni yule ambaye atasimama na kusikiza vile ambavyo wananchi wanataka. Yule ambaye atasimama na kutetea wananchi wasidhulumiwe. Yule ambaye atatetea wananchi wapate haki yao. Huyo ndio atapata ili eneo la kutoka Narok pamoja na kule Kajiado County. Watazamaji, nataka niwapatie fursa muone William Samoei Ruto akiendelea kuwa promise wananchi siku ya leo katika hizi ziara zake za maendeleo ambazo amezianza siku ya leo kule Narok, na atakuwa anaendelea kuzimalizia Narok siku zijazo hivi karibuni, alafu aelekee kule Kajiado County aendelee na maendeleo hivyo. Lakini kwanza watazamaji wangu, na waomba mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia mweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. 15,000 mpya kwa mambo ya stima, ndio tuondoe giza, tuweke mwangaza, ndio shetani ya ahame. Namna gani bwana? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Tunashirikiana watu wa Narok. Mwisho, mimi nimesema ya kwamba kuna mambo mengi. Mambo ya universal health coverage, nilisema ya kwamba tutaondoa ubaguzi katika mambo ya delivery ya mambo ya matibabu. Hatutaki matibabu iwe starehe ya wale watu wako na uwezo ama wako na mali ama wako na kazi. Tunataka matibabu iwe haki ya kila Mkenya. It must be universal. Na ndio sababu hiyo tumeweka program ya SHA. Kufikia leo Wakenya milioni 22 wamejisajili kwa mpango wa SHA. Mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba hakuna mwananchi tena atauza mali yake ama shamba yake kwa gharama ya hospitali. Kwa sababu sasa tutakuwa na bima ambayo itahakikisha kila mwananchi yako ndani. Wenye uwezo watalipa kulingana na uwezo wao. Wale hawana uwezo tutawalipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila mwananchi awe na bima ya afya, tuondoe umaskini unayoletwa na watu kuuza mali yao kwa sababu ya kulipa madeni ya hospitali. Tunaelewana watu wa Narok jameni? Tuko pamoja? Vile vile mmesikia hapa tuko na ICT hub. Kwa sababu mliniambia nipange ajira ya vijana wetu. Kwa affordable housing tuko na ajira ya vijana. Kujenga soko kama hii tuko na ajira ya vijana. Mambo ya ICT hubs Kenya mzima tumekubaliana na hao wabunge. Tayari ICT hubs 300 imekuwa tayari. Malengo yetu ni kufikisha 1400 ndio vijana wetu waweze kupata ajira. Na vile vile ile labor mobility ya kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wanaweza kufanya kazi mahali popote. Unaweza kufanya kazi Ntulele, unaweza kufanya kazi Narok, unaweza kufanya kazi Nairobi, Mombasa, Marekani, Ulaya, kila mahali. Kwa sababu we want to facilitate every young person who has talent to work anywhere in the Republic of Kenya and anywhere in the world. Kwa hivyo hiyo mpango mlinipatia mimi natekeleza. Na mimi najua tuko na mtihani 2027, si ndio? Siko mtihani pale? Ama hao watu wengine wanamangamanga hapa katikati, sijui watahesabu kitu gani. Na uweze kuhesabu chuki, uweze kuhesabu ukabila, uweze kuhesabu migawanyiko, ati uligawanya watu mara ngapi. Wananchi hawa wanataka rekodi ya maendeleo. Wanataka barabara ngapi ilijengwa, stima iliwekwa watu ngapi, soko ilijengwa ngapi, affordable housing ilipatikana ngapi, vijana walipata ajira kiasi gani. Si ndio hiyo mtaweka mtihani siku hiyo? Mkinipima hivi mnaona mimi ni mtu ya kuanguka mtihani? Sijui kama tunaelewana watu wa Narok. Tumekubaliana? Vile vile nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya barabara. Barabara ni ya muhimu. Inaturahisishia uchukuzi. Inasaidia wakulima watoe mazao yao shambani. Ni kweli ama si kweli? Sasa tumetoa milioni 700 ya kwanza kwa barabara za Narok. Turudishe wale makontrakta wote walikuwa wamesambaratika kwa sababu uchumi ilikuwa imeenda chini, hatukukuwa na pesa ya kutosha.
Watazamaji, hatuwezi tukasema kwamba William Samoei Ruto hajakuwa akifanya jambo ama hajakuwa akizindua miradi yoyote, lakini ni miradi mingi ambayo aliwapromise wananchi, lakini ni chache ndio ameweza kutimiza. Unaona katika sehemu ambazo anafanya haya maendeleo yake, unaona anafungua masoko, anafungua shule, anafungua hospitali, analeta stima, lakini unaona hayo ni mambo ambayo yamekawia kutekelezwa na serikali ya Kenya Kwanza, na saa zingine yanaanzishwa yanakaa muda mrefu bila kufuatiliwa kama yanaendelea ama mambo yalienda namna gani. Na wananchi kitu ambacho wamekuja kumsoma na William Samoei Ruto sasa hivi ni kwamba yeye ni mtu wa ahadi, yeye ni mtu wa fake promises, lakini kuzitimiza sasa hapo ndio inakuwa ni shida. Na nimewaelezea watazamaji wangu njia pekee ambayo William Samoei Ruto anaweza kurudisha imani yake kwa wananchi ni kutimiza yale mambo ambayo anawapromise wananchi. Kama amesema atajenga barabara, hakikishe hiyo barabara imeanzishwa kujengwa. Kama ni shule hivyo hivyo, kama ni soko hivyo hivyo, lakini matamshi bila vitendo yanaendelea kuwafanya wananchi wachukie serikali ya Kenya Kwanza na kuwafanya wananchi wasimchague William Samoei Ruto kwa muhula mwingine ujao wa mwaka wa 2027. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini msiende mbali, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha. Kabla sijatamatisha watazamaji wangu, ningependa kuwakumbusha mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia muweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended ama kuwafikia watazamaji wengi zaidi.